Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya usiku wa leo tena. Asante kutupa neema ya kuyasikia maneno yako. Ninaomba upate kuturehemu. Ninaomba Bwana upate kusema na sisi. Sema na mioyo yetu, sema na maisha yetu, sema na ndugu yangu yanayenisikiliza ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Sema na kila mmoja Bwana. Roho Mtakatifu tufunulie fahamu zetu, tupate kuelewa na maandiko. Nami ninafanya kama Musa alivyochukua damu akanyunyiza kwenye masikio ya watu, akanyunyiza na kwenye kitabu, ili kwamba kile kilichoandikwa kwenye kitabu wapate kukielewa. Nami nachukua damu ya Yesu na nyunyiza kwenye masikio ya huyu mtu anayenisikiliza. Nachukua damu ya Yesu na nyunyiza kwenye Biblia yake katika jina la Yesu Kristo. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye Biblia yangu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye notes zangu. Tufunulie fahamu zetu Bwana, tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwanza kabisa ni wakaribishe tarehe 8 Ijumaa ya wiki ijayo tutakuwa na ibada ya nusu mkesha kuanzia saa 2 mpaka saa 6 pale chuo cha Sauti, chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino USCF kwenye chepo pale Nyamalango. Itakuwa ni ibada ya wanaume, semina ya wanaume. Kwa hiyo nikukaribisha kwenye kile chuo pale saa 2 usiku mpaka saa 6 USCF. Semina ya wanaume nitakuwa nikifundisha pale. Okay. Kwa wanaume karibuni. Tunaanza series mpya siku ya leo. Somo linasema kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu au majaribu. Kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu au majaribu. Okay. Unaweza ukatutumia message wakati tunaendelea kwenye zile namba zetu 0746 144 630. Wakati tunaendelea tutazisoma pale mwishoni. Kustahimili na kuvuka katika nyakati ngumu. Kwa ambacho tunakitaka tujifunze kustahimili. Unapopita katika nyakati ngumu au unapopita katika majaribu, uweze kustahimili. Maana zile nyakati ngumu zisikupoteze. Usiperish, usipotee, usiangamie, ustahimili. Kwa sababu nyakati ngumu, tumesema nyakati, maana kuna season, kuna majira fulani au kuna kipindi fulani ambacho unaweza kujikuta unapita kwenye nyakati ngumu. Tunakumbuka tulivyokuwa tunapita kipindi cha COVID-19, kipindi cha corona. Kwa kuna watu walisurvive kile kipindi, walisurvive kiuchumi, na kuna watu walipotea kiuchumi kwenye zile nyakati. Kuna watu walifilisika kwenye zile nyakati, maana ile janga lilipiga mpaka uchumi. Kwa kuna watu walipotea kiuchumi kile kipindi mpaka leo. Lakini katika zile nyakati kuna watu waliinuka. Kwa zinapopita nyakati ngumu, kwenye nyakati ngumu kuna watu waga wanapotea, wanaperish. Lakini pia kwenye nyakati ngumu kuna watu wanainuka. Wakati ule wa Nuhu, maji yale ambayo wengine yanawaangamiza, lakini wengine walikuwa wanaelea juu yake. Kwa kwenye nyakati ngumu, zile nyakati ngumu ambazo zinapoteza watu wengine, na wengine ndo wanafanikiwa kwenye zile nyakati ngumu. Lakini siri ya kusurvive au kustahimili kwenye zile nyakati ngumu ipo kwenye neno la Mungu. Inawezekana unanisikiliza unapita kwenye nyakati ngumu. Nina neno la Bwana kwa ajili yako. Lakini unaweza kaa upite kwenye nyakati ngumu. Hizo nyakati ngumu zinakuja huko mbele. Kwa hiyo utapata maarifa ambayo yatakusaidia kustahimili, lakini pia uweze kuvuka kwenye hizo nyakati ngumu au kwenye hayo majaribu. Naomba tuangalie kile kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Ni mstari ambayo inafahamika sana. Mhubiri ile sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 5. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Anasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Anasema wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Anasema wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Anasema wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Kwa hiyo namba moja, kuna nyakati mbalimbali kwenye maisha ya mwanadamu. Hakuna nyakati
ambazo ni constant. Everything in our life is temporary. Kuna nyakati tofauti tofauti. Kama unapita kwenye kipindi cha furaha, hiyo furaha ni temporary. Kuna kipindi pia furaha itaondoka. Wale waliopo kwenye ndoa, siku ile mnafunga ndoa, mnafurahi, mna celebrate, mnalukaluka, haina maana maisha yote yatakuwa ni vile. Hata kama mkiwa kwenye mahusiano, si kila wakati wakati mahusiano yanaanza mnaongea mpaka saa 8 ya usiku, simu inakuwa ya moto. Mnafikia ile moment kata wewe. Kata baadaye Tigo wanawasaidia wanakata wenyewe. Hizo nyakati sio za kudumu. Vijana wanasema love is blind. Okay. But marriage is an open eyes. You will see every color. Lakini kwenye mapenzi pale utaona love is blind. Wakati unaona ile mapenzi ya mwanzo unahisi kama ndio kila kitu pale. Yeah. Nyakati zinabadilika. Kwa kwenye maisha ya mwanadamu hakuna kitu ambacho ni temporary. Kila jambo lina wakati wake kama mhubiri anavyosema. Lakini mambo yanayokupata maishani ni temporary. Dunia hii ni temporary. That's why kuna mwisho wa dunia. Dunia ni temporary. Hakuna kitu ambacho ni cha kudumu chini ya jua. Maisha ulionayo ni temporary. Na tunaishi hapa duniani, hatuishi kwa kudumu. Ndio maana kuna maisha baada ya maisha. Tunakufa, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo everything duniani ni temporary. Maisha mwanadamu ni temporary. Dunia ilianza kuwa ukiwa. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nchi ilianza kwanza kuwa ukiwa na utupu, lakini haikuwa ule ukiwa wa kudumu. Baadaye Mungu akaanza kuumba. Unaweza kuona nisikiliza, maisha yako ni ukiwa tena utupu. Maana yake hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako. Hakuna fedha, huna mali, huna chochote. Hiyo hali ulionayo, kama vile ambavyo Mungu alipokuwa anaumba, nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Basi ukiwa wako unaopitia sio wa kudumu. Utaondoka. Hatuwezi kukua tunacheka kila siku. Sisi sio wewe. Okay. Yaani kwenye maisha tu tunacheka tu. Tu tunatabasamu tu. Hapana, sisi sio wewe. Ladha ya maisha ni kubadilika. Kwamba kuna nyakati tutafurahi, kuna nyakati tutahuzunika, kuna nyakati tutakasirika, kuna nyakati tutapata hasira, kuna nyakati tutafanikiwa sana. Kuna wakati wa kupita mahali pagumu. Na ndio maana kama unanisikiliza hapo una fedha sana, una mali, au kuna kipindi ambacho upo kwenye kipindi ambacho unaingiza fedha sana. Kwenye uchumi tunasema upo kwenye boom. Hicho kipindi sio cha kudumu. Usije ukajisahau kama mali hizo unazo na umemaliza kila kitu. Hicho kipindi kinaweza kikapita. Okay. Na ndio maana kipindi cha neema, kipindi ambacho una fedha nyingi, unatakiwa ufanye vitu viwili. Ufanye investment, ufanye na akiba. Sasa watu wanajisahau, kipindi ambacho una fedha nyingi ndio wakati wa kujiachia sasa. Wakati klabu zote zinakuwa zinakujua. Aisemle tena huyu. Unakuta mpaka mtu wale watu wa bar, kiona umekaa, aise mbona unyudia kwa nini? Aise mpempe. Kile kipindi sio cha kudumu. Okay. Kinapita. Kikipita sasa utasikia mlio. Umepata kazi sio ya kudumu, una wakati utastaafu. Kwa kila kitu kwenye maisha yetu, hakuna kitu cha kudumu. Kwenye kitabu cha Isaya sura 40 ule mstari wa 11. Isaya 40 ule mstari wa 22. Isaya 40 mstari wa 22. Anasema yeye ndiye aketie juu ya duara ya dunia. Yeye ndiye aketie juu ya duara ya dunia. Wale waliosoma geography, wanasayansi wanasema dunia ni duara. Spherical shape. Kumbe walichukua kwenye Isaya hapa 40. Ule mstari wa 22. Ukisoma tafsiri zingine anasema yeye ameketi juu ya mbingu. Maana yake ameketi juu ya mbingu, anaitazama dunia. Sasa dunia yenyewe ni duara. Okay. Kama vile ambavyo dunia ni duara, basi na maisha na yenyewe yanazunguka. Kama vile ambavyo dunia ni cycle. Na ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 20 mstari wa kwanza, Zaburi ile sura ya 20 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 20 mstari ule wa kwanza anasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Mimi ninachotaka ukione, Bwana akujibu siku ya. Kumbe kuna siku ya dhiki. Kuna siku ya dhiki.
Lakini pia kwenye ile Zaburi 18:18, Zaburi 18:18 anasema walinikabili siku ya msiba wangu. Okay. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Kwa hiyo kuna nyakati tofauti tofauti. Kwenye Mhubiri ile sura ya 7 mstari wa 14, Mhubiri ile sura ya 7 mstari wa 14 anasema hivi, Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14 anasema siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Kumbe kuna siku ya kufanikiwa, lakini pia kuna siku ya mabaya. Siku ya mabaya ndo zile siku ambazo unakula ugali bila mboga. Ndo zile siku ambazo unakula ugali dagaa unafululiza, hiyo siku za mabaya. Lakini kuna siku za kufanikiwa, siku ambazo unafurahi maisha, unaweza kubadilisha mavazi, unaweza kubadilisha nguo. Sasa anasema Mhubiri, siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Okay. Alafu anaenda kusema hivi, maana ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Kwa hiyo unaambiwa siku ya kufanikiwa ufurahi, siku ya mabaya sio ulie, siku ya mabaya ufikiri. Siku ya mabaya sio ujinyonge, siku ya mabaya sio unywe sumu, siku ya mabaya ufikiri. Na sio tu kufikiri, ufikiri kwa msaada wa neno la Mungu. Maanake siku ya mabaya neno la Mungu lina majibu ya hayo mabaya. Kwa ufikiri, anachotaka ufikiri nini? Ufikiri neno la Mungu. Kwenye kufikiri neno la Mungu utapata solution, utapata njia. Kwa nini aseme siku ya mabaya ufikiri? Anaposema siku ya mabaya ufikiri, maanake utakapofikiri, kwenye kufikiri, kufikiri, maanake kwenye kufikiri utapata solution ya hayo mabaya. Utapata mlango wa kutokea, utapata njia ya kutokea kwenye hayo mabaya. Na wewe ambao unapita kwenye kipindi kigumu, hakuna usiku wa kudumu. Mungu aliumba usiku na mchana. Hakuna mchana wa kudumu, hakuna usiku wa kudumu. Kuna watu kwenye maisha yao ni mchana, na kuna watu kwenye maisha yao ni usiku. Hakuna usiku wa kudumu. Na kwa kadiri ambavyo unaona giza limezidi kuwa kali sana, ndivyo ambavyo asubuhi yako inakaribia. Wewe ambao unanisikiliza, upo kwenye kipindi kigumu, ni giza totoro. Giza limezidi kuwa kubwa. Linapokuwa giza kubwa, unafika mahali huoni, hujui unafanya kitu gani, uelewi ufanye kitu gani. Unapoona usiku umezidi, basi jua asubuhi yako imekaribia. Inawezekana kuna mtu unapita kwenye maisha ambayo umekuwa yatima, umekuwa mjane, hujapata nafasi ya kupelekwa shule. Hizo nyakati ni za kitambo. Hayo magumu unayopitia ni ya kitambo. Kuna nyakati za furaha zinakuja. Kwa hiyo usifie njiani, usizimie njiani, usikatie tamaa njiani. Zipo nyakati zingine nzuri ambazo zinakuja. Mimi nimekuja kukuambia, inawezekana kuna mtu hapa unanisikiliza, nia yako ni kujinyonga. Nia yako unywe sumu. Unatamani kama kujiua, unapoteza radha ya maisha, kwa sababu kuna wakati mwingine tunapopitia kwenye nyakati ngumu, tunapopitia kwenye majaribu, tunapopitia kwenye mapito, mtu anafikia hatua haoni radha ya maisha. Unapoteza radha ya maisha. Na ukiona mtu kama amepoteza radha ya maisha, anaanza kutamani kufa, anatamani bado kujinyonga. Mimi leo nipo kukuambia kwamba kuna nyakati za furaha. Na hizo nyakati ambazo unazipitia ni za kitambo tu, zinapita katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Kwa hiyo usichukue hatua ya kunywa sumu, kijana unayenisikiliza. Usijiue. Dunia inakusubiria. Taifa linakusubiria. Ukisema leo ujiue au ujinyonge, utakuwa umewakosea sana wazazi wako. Wameinvest kwako. Sio tu wazazi, kuna wazazi, kuna wadogo zako, kuna jamii inakutegemea wewe. Serikali imekusomesha bure, inategemea matunda kutoka kwako. Usijiue, usijinyonge, bado kuna radha ya maisha. Anaposema utafakari, maana yake unaletewa neno la Bwana. Anasema siku ya dhiki, siku ya dhiki sio wakati wa kujiua, bali ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu, bali ni wakati wa kumuita Mungu. Amen. Namba 2, kuna nyakati ambazo zinampata mtu mmoja mmoja, lakini kuna nyakati ambazo zinaweza zikapata kikundi fulani. Kuna nyakati ambazo zinampata mtu mmoja mmoja au zinapata kama familia. Kuna nyakati ambazo zinaikumba taifa. Kwa mfano unapozungumzia kipindi kigumu au nyakati ngumu, ni kama kile kipindi cha corona. Kilikuwa ni kipindi ambacho taifa zima, ni ulimwengu mzima,
kila taifa lilibanwa kwa wakati wake. Sometime Mungu anaachilia ya matukio ili kuwafanya watu warudi kwake. Kuna watu akipita kwenye nyakati ngumu, ndo nyakati anaanza kutafuta, unaanza kujifunza kufunga. Mambo yakiwa yanaenda bwana, wewe uko huna muda na Mungu. Mungu sasa, Mungu waga naachia nyakati ngumu. Moja ya lengo ya kuachia nyakati ngumu kutukumbusha turudi kwake. Kutuvuta turudi kwake. Akikuona umeanza kuwa na kiburi, akikuona umeanza kumsahau, anaachia zile nyakati ngumu. Kipindi ilifika wakati ambapo wanadamu wameona Mungu, wamemchukulia Mungu kawaida. Sasa Mungu anapoletega ile matukio ni kuwakumbusha watu waanze kurudi. Mpaka nakumbuka kile kipindi rais wa nchi akatangaza watu wafunge siku 3. Unaona, yani hiyo ni mbinu ya Mungu. Mungu fundi sana. Kipindi cha corona watu wamekuwa wapole kabisa, watu wanaenda ibadani. Maana sasa imekuja kujulikana mtu anaweza kawa na fedha na ukafa. Fedha unazo na unakufa. Na madaktari wenyewe wanakufa. Imebeba corona. Imebeba. Ile ni pigo. Na utaona katika Biblia Mungu alikuwa anafanya hivyo. Kuna wakati fulani watu wanaenda wanajisahau. Mungu analeta pigo. Akileta ile pigo, watu wanaanza kumrudia yeye. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, Mungu akaita njaa. Kaita njaa. Inafika bali mvua zinagoma hazinyeshi. Kipindi cha Elia Mtishbi, nabii Elia, watu waliacha Mungu wakaanza kuabudu miungu mingine. Unajua alichokifanya Mungu kupitia nabii Elia? Elia aliamka tu asubuhi akasema hivi, kama ishivyo Mungu, si wanaabudu miungu mingine? Kila nabii bwana ana pigo zake. Sasa Yeremia alikuwa ni mpole, lakini usicheze na Elia Mtishbi. Elia alikuwa ni nabii kiboko. Alisimama tunja akasema, kama Mungu waishivyo hakutakuwa na mvua miaka 3.5 isipokuwa kwa neno langu. Afu akapotea. Kafichama miaka 3, mvua hakuna, mazao yameanza kukauka, wanyama wameanza kufa. Miaka 3.5 jamaa amejificha kwenye kijito mahali anakula mkate na nyama. Anakula mkate, nyama na maji kwenye kile kijito. Baadaye yule mtu kakauka, si mvua zinyeshi. Alafu jamaa analitoa chakula na kunguru. Baadaye mtu kakauka. Mungu akamwambia hivi, nenda kajionyesha sasa kwa Ahabu. Ndio jamaa anatoka kwenda kujionyesha. Lakini ile kitu imewanyosha wale watu. Wamenyoka kweli kweli. Mungu amewapiga. Ni kipi Mungu anakifanya kuwafanya wale watu warudi? Kwa kuna wakati Mungu anaachia hizi nyakati kuwakumbusha watu kuanza kurudi. Kuna watu nyakati ngumu ndo zimefanya waanze kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hapo tutakuta watu kwenye mikutano ya Injili wanazurula. Ukimwambia na ndoo potofu napo wajatu wanakuja kudanganywa. Kwa nini? Wamepigwa na magumu, alafu wanaanza kuzurula kila mahali. Ndio utamkuta yule kipofu anaponywa na Yesu. Baadaye wazee wanamuuliza yule kipofu, aliyekuponya huyu ni nani? Yule jamaa akamwambia, kama ni mwenye dhambi mimi sijui. Mwana wa seremala 100 inihusu. Ninachojua nilikuwa kipofu, sasa naona. Je, nataka kwa wanafunzi wake? Yaani kuna kipindi tunapita kipindi kigumu, msaada utautafuta popote pale. Jamani, huyu mtumishi sio wa kweli. Bwana, mimi ninachojua nilikuwa nauma nimepona. Hayo mambo mengine mtajua nyie. Yaani mtu ana shida, akiwa na shida haangalii. Yaani ukishakuwa na njaa inafanya unakula chochote. Yule jamaa amekuwa kipofu amepona, afu unaanza kumwambia jamaa na dhambi aliyemponya, anambia kama ni mwenye dhambi mimi sijui. Maana wasilemala 100 inihusu. Nachojua nilikuwa kipofu, sasa naona. Kuna nyakati ambazo zinaikumba taasisi, nyakati ngumu, au zinakumba kampuni. Na kuna nyakati ngumu ambazo zinaweza zikaikumba ndoa. Mnaweza kaa kwenye ndoa mkapita kwenye wakati mgumu. Kwa mfano ugonjwa, sometime mmoja anaumwa. Baba ulikuwa wewe ndio una provide pale nyumbani. Baadaye umeanza kuumwa, umekaa nyumbani uleti kipato. Mama akisema neno lolote unahisi kama anakuonea. Mnaanza kupita kwenye kipindi kwaruzi zinaingia. Chanzo ni hali ngumu ya uchumi. Na hali ngumu ya uchumi pia inaweza kapelekea kupita kwenye kipindi kigumu cha kwenye ndoa au magomvi sometime. Sasa wanaoshindwa kustahimili katika nyakati ngumu ndio ambao hupelekea ndoa kuvunjika. Mwimbaji mmoja akasema maisha ya wanandoa ni sawasawa na jua. Akasema jua linapochomoza linamwangaza mwanana. Watu makundi wanalisifia jua. Watu wanatoa vitu wanakaa wanaliotea. Lakini ikifika mchana lile jua ambalo tulikuwa tunalisifia, watu wanaanza kulikimbia. Alafu sasa waliovumilia mchana anasema watakuja kula matunda yake jioni. Ndivyo ilivyo ndoa. Ina morning, ina afternoon, alafu ina evening. Kwa hiyo inawezekana wewe mnafurahia, mnasikilizana sokoni, mnashikana mikono, mpo kwenye morning season, kipindi cha asubuhi.
kipindi kile cha kuongea na si cha kutafutana, umekula kula baba kula, kipindi ambacho mama anakusubiri mpaka urudi, maliza kuangalia Simba na Yanga na kusubiri ndo tule hali mpaka urudi nyumbani, morning season. Lakini ikifika mchana ndo ule wakati sasa hali imekuwa ngumu. Vijana wanasemaga love is everything. Love is not everything, but love is important. Upendo sio kila kitu. Upendo unazimika, una tabia kuzimika. Upendo unaanza, unakuwa kwenye piki, kuna muda unapoa. Wale kwenye ndoa wenye miaka mingi wanajua kuna kipindi unapotea upendo kabisa. Kipindi sasa kipindi cha jua limekuwa kali, kipindi cha mchana ndio kipindi cha nyakati ngumu. Mnapita kwenye misukosuko, mnapita kwenye magonjwa, mnapita kwenye umaskini, mnapita kwenye kuishiwa. Kila kipindi msipovumilia ndio watu nakuta wanaachana pale. Watu wanashindwana pale. Lakini mkivumilia, kipindi cha jioni kinakuja ambacho pia mtafurahia. Ndio wale wazee sasa wa miaka 70, miaka 80 wanafurahi. Kile kipindi kina raha yake kile kipindi. Lakini kuna kipindi cha mchana. Kwa hiyo inawezekana unanisikiliza hapo, ndoa yako inapita kwenye kipindi kigumu, kipindi cha mchana, vumilia. Hicho kipindi sio cha kudumu. Lakini pia kuna nyakati ambazo zinaweza nyakati ngumu zikaikumba biashara. Hata biashara waga zinapita kwenye crisis. Kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 5, ukisoma pale unamkuta mkulima mmoja. Ule jamaa anasema alilima zabibu. Mbona zimekuwa zabibu mwitu? Hebu tusome Isaya hii. Isaya sura ya 5, nisome misali pale michache. Okay. Unaweza kadu yangu unanisikiliza hapo, unapita kwenye kipindi kigumu cha uchumi, unapita kwenye kipindi kigumu cha biashara yako. Biashara inapita mahali pagumu. Ile Isaya 5 kwanza mstari wa kwanza anasema, nani mwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Huyu jamaa alikuwa na shamba la mizabibu. Wapi? Kilimani. Anasema penye kuzaa sana. Maana yake pale mahali palikuwa pana rutuba. Jamaa akawa na shamba lake pale. Anasema akafanya handaki kulizunguka pande zote. Anasema akatoa mawe. Unaona? Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Huyu mkulima alichagua mbegu iliyo nzuri. Anasema akajenga mnara katikati. Unajua kazi ya mnara? Alijenga ule mnara kwa ajili ya ulinzi, ili akija adui aweze kumuona. Anasema akachimba shinikizo. Hii ni serikali ya viwanda hii. Anasema akachimba shinikizo ndani yake. Shinikizo maana yake eneo ambalo atakuwa ile zabibu akiivuna anaichuja pale pale. Kwa jamaa akatengeneza shamba lakini pale pale akaweka na shinikizo ndani yake. Anasema akatumaini ya kuwa atazaa zabibu. Nao ukazaa zabibu mwitu. Ndo kama wewe ndugu yangu ambao umefanya kilimo au umefanya biashara, hakuna kitu kinachotakiwa ambacho hujakifanya. Kila kitu umekifanya kama wewe mkulima. Anasema na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amweni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mzabibu nisiyoitenda? Yaani kama mbolea nimeweka, kama kulipalia shamba nimepalilia, miundombinu yote. Basi nilipotumaini ya kuwa itazaa zabibu, itazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Hapa ndo mtu stress zinamkamata. Jamaa wangu mmoja juzi ananiambia amelima mpunga huko Kwimba. Ananiambia ise wameingiza ng'ombe zimekula hata kwenda start ise nikaanguka. Okay. Ndio mkulima anasema amefanya kila kitu, kaweka mpaka shinikizo, kaweka mpaka mnara, katafuta mbegu nzuri, lakini still umezaa mzabibu mwitu. Nilipanda mbegu nzuri, lakini umezaa mzabibu mwitu. Kwa hiyo kuna wakati watu kwenye biashara wanapita kwenye wakati gumu. Inawezekana unanisikiliza hapo umebankrupt. Biashara yako imekufa au unaanza kuona kabisa umeanza kudrop. Na kuna watu ambao inawezekana unanisikiliza una madeni yameanza kuwa mengi. Umefikia hatua unakopa hapa ili ulipe hapa. Unakopa hapa ili ulipe hapa. Na hizo nyakati zinawafanyaga mpaka watu wanahama mji. Zinawafanya watu wanakimbia. Okay. Ndugu yangu, kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Kwa Mungu kila kitu kuna majibu yake. Usijiue, usijinyonge, usizile, rudi kwa Mungu. Nyakati kama hizo ngumu ndo nyakati za kumkimbilia Mungu. Kuna wengine nyakati ngumu zinawafanya wazunguke kila mahali. Yaani mwingine anapokuwa na magumu, yeye yupo tayari kwenda kwa waganga, yupo tayari kwenda wapi?
kwenye nyakati ngumu usije ukasahau kwamba Yesu ana jibu lako. Usije ukasahau kwamba kwa Mungu ndo kuna majibu yako. Nyakati ngumu zisikufanya ukaenda kwa waganga. Nyakati ngumu, na unajua kuna watu wengine ambao inafika hatua wanaamua kuwa waabudu shetani. Utasikia mtu anasema, bwana, kama kutafuta pesa nimetafuta sana bwana. Unajua kwenye maisha ya mtu pia kuna season 3. Kuna morning season, kuna afternoon na kuna evening. Morning season ni mwaka mmoja mpaka miaka 25. Pale ni kipindi cha mtu mdogo anakuwa, unategemea wazazi, unalala sana, unaangalia TV 1 mpaka 25. 25 mpaka 50 ile ni afternoon. Kile kipindi usicheze. Sasa kuna mwingine anajiona kabisa ameshavuka kwenye ile afternoon inaisha naenda evening. Sasa nimepambana toka udogo wangu. I say hapa sasa nitatoa kafara yoyote. Okay. Mtu mmoja anasema maisha ni kama mchezo wa mpira. Dakika ngapi zipo? 90. Unapata kwenda unapewa 45. Si ndio? Alafu usipofunga goli unapata zingine 45. Usipofunga goli unapewa nini? Penalty. Sasa kuna watu wengine kwenye maisha hapo kipindi cha kwanza umepewa 45. Wale wa miaka 1 mpaka 25 mpo kwenye kipindi cha kwanza. Usipopata goli Mungu anakupa cha pili. Cha pili, wengine unanisikiliza hapo huko kipindi cha pili. Usipofunga goli blaza. Usipopata goli pale penalty. Kuna wengine unanisikiliza hapo kwenye penalty. Yaani usipofunga goli ndio umeisha. Okay. Sasa inafika hata mtoto kipindi anaona I say hapa mimi lolote litakalotokea. Mimi naenda taka waganga. Ndugu yangu. Sio kama shetani atajirisha. Lakini utajiri wa shetani una majuto. Kwa hiyo hizo nyakati ngumu zisikufanye ukimbilie kwa waganga. Njoo kwa Yesu. Biblia inasema Mungu atarejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare. Kwa kama kwenye season zingine ulipoteza muda, hata katika miaka ulionayo Mungu ana uwezo wa kukutajirisha. Usiende kwa waganga. Usiabudu miungu mingine. Muabudu Mungu peke yake katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Haleluya. Amina. Lakini kuna nyakati ngumu ambazo zinalikumba taifa. Ndio utaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura 41, nisisome mstari wa kwanza mpaka wa 4, unakuta Farao anaota ndoto kabla ya kile kipindi cha neema na kipindi cha njaa hakijafika. Kuna nyakati ambazo zinaikumba taifa. Inaweza taifa likakumbwa na njaa. Taifa likakumbwa na vita. Nyakati ngumu ndizo ambazo zinaonyesha udhaifu wako na uhodari wako. Yaani ukitaka kujua mtu dhaifu, kipindi cha nyakati ngumu tutaona udhaifu wako na uhodari wako. Uwe kama tai. Biblia inasema wenye haki, ukishakuwa na neno la Mungu, ukishajifunza kumtegemea Mungu, Biblia inatufananisha na tai. Tai ni ndege ambaye kipindi cha mvua kali, kipindi cha radi, kipindi cha upepo, yeye ndo anatoka sasa, anaanza kupaa hewani. Wakati ndege wengine wamefichama, ndege wengine wamejificha, yeye ndo anatoka sasa, anapaa akionyesha uhodari wake. That's why taifa kubwa kama la Marekani wanapenda kutumia ile picha ya eagle. Maana yake ni taifa hodari. Unakuwa kama tai kipindi kigumu. Kipindi kigumu. Wewe ukitaka kujua kama mke wako anakupenda kweli, mapenzi ya kweli ni kipindi kigumu. Yaani sasa hivi wewe ambao unataka kuoa, kipindi ambacho huna hela, unalala chumba kimoja. Una suruali 2 na jeans moja na shati 2. Ndio kipindi ambacho mimi naona unaweza kupata mtu sahihi. Atakaye kuaccept na hiyo hali ulionayo. Huyo ndo atakuwa mtu sahihi. Ukitaka kujua hata kama mke wako anakupenda kweli, upite kwenye kipindi kigumu. Kipindi ambacho umeugua. Kipindi ambacho huna kazi. Still huyo mama yuko na wewe. Still hajakuacha. Kuna watu ambao kipindi anapopita kwenye kipindi kigumu ndo mke anakimbia. Ndo mke anamuacha. Ndo mahusiano yanavunjika hapo. Mwimbaji mmoja akaimba akasema kwamba akasimbele story kwamba kulikuwa kuna kijana mmoja aliyempenda dada mmoja. Baadaye dada akaugua kichaa. Wazazi wakamwambia yule kijana kwamba achana na mwanangu akufai tena. Lakini kijana akasema nimempenda nitaoa hivyo hivyo. Mola akasema sijawahi kuona upendo kama huu. Amempenda katika ile hali alionayo. Kwa kwenye kipindi kigumu ndo tunapima upendo wa kweli, lakini pia kwenye kipindi kigumu ndo tunajua uhodari wa mtu, nguvu za mtu. Kiongozi mzuri tutamuona kipindi cha crisis. Kiongozi mzuri wa kampuni
Wakati kampuni inapita kwenye misukosuko ndio tutamjua kama ni kiongozi mzuri au la. Kiongozi mzuri wa taifa au taasisi fulani, kipindi cha crisis ndio tutajua. Mchungaji mzuri, kipindi ambacho kanisa linapita wakati mgumu, ndio tutajua kama ni mchungaji mzuri. Mchungaji wa mshahara utamuona pale, ambao ataacha kondoo. Lakini yule mchungaji ambaye ni mzuri atasimama na kondoo. Namba 3, usipostahimili nyakati ngumu, usipostahimili nyakati ngumu, umeshindwa yaani usipostahimili nyakati ngumu, umeshindwa kustahimili masimango, dhuruma. Usipostahimili nyakati ngumu, utapigana na watu, utawajibu watu vibaya, na ndio maana kwenye nyakati ngumu pia utapima busara ya mtu au hekima ya mtu. Kuna watu wakati ambapo umemjibu vibaya, umemletea quarrels, unakuta ana maintain ile. Yaani kipindi ambacho mke amekuletea vurugu nyingi, lakini bado hujanyanyua mkono kumpiga kofi. Lakini usiposhindwa kustahimili, bado tutaona umenyanyua kofi, umetukana, umejibu vibaya. Ukitaka kujua mtu mpole, uweze kumpima kipindi cha amani. Mletee quarrels, mchokoze, na utajua huyu ni mpole. Na ndio maana kuna wale weak people, ukimchokoza tukasharusha kofi kitambo sana. Kuna jamaa mmoja akasema mimi nilikuwa refa. Unajua kwenye mpira hapa nikiwa naendesha mpira, mtu akianza ile maneno acha ujinga, nilishamlamba kofi kitambo, nilishapewa kadi nyekundu, nimetoka nje. Sasa mimi ukinisumbua ni makofi kitambo. Maana anashindwa kucontrol hisia zake. Sasa kipindi cha wakati mgumu tutajua unaweza vipi kucontrol hisia zako. Lakini pia kuna watu ambao anaweza kapita kwenye nyakati ngumu. Zile nyakati ngumu zikamvuruga. Amevuka nyakati ngumu, lakini zile nyakati ngumu zimemwacha amekuwa mlemavu wa kihisia. Kuna mtu anaweza akawa alikuwa kwenye mahusiano, na baada ya kujalia mahusiano akaachwa au akaumizwa, ndoa ikavunjika, akapata mke mwingine, lakini yale mahusiano ya kwanza yamemwacha akiwa mlemavu wa kihisia. That's why utakuta kuna watu ambao hawezi kupenda tena, hawezi kumwamini mtu mwingine tena. Nyakati ngumu zimepita, lakini zimekuacha na pressure, zimekuacha na madonda ya tumbo. Kuna watu ambao wameshindwa kustahimili nyakati ngumu, ndo wale imewapelekea wanajiua, ndo wale inawapelekea wana pressure. Kuna mtu hapa unanisikiliza, inawezekana unasumbuliwa na pressure, na hiyo pressure ni kwa sababu ya kipindi kigumu ambacho unakipitia, kimekuletea pressure, madonda ya tumbo. Mtu mmoja alikuwa ananieleza changamoto ya ndoa yake, anasema mama nani bwana, unaona haya madonda ya tumbo haya, mama fulani huyu. Ndoa ilishavunjika, lakini yule mama amemwacha, amekuwa na shida ya madonda ya tumbo. Ndugu yangu, kwa Mungu kuna msaada. Kwa Mungu liko tumaini. Kwa Mungu yako majibu. Nitaacha namba zangu za simu hapa. Tatamani unaweza ukanipigia, tukazungumza, tukasaidiana. Lakini pia ili somo ni series ambayo tutaendelea nayo mpaka tena wiki ijayo. Vipindi vinavyoendelea tutaendelea nayo. Nipigie simu, tushauriane, tuombe pamoja. Kuna watu wanapita mahali pagumu, kuna watu ambao umekosa mahali pa kueleza. Kuna watu ambao wanapita kwenye kipindi kigumu kiasi kwamba hana mahali pa kueleza. Hana baba wa kueleza. Kuna watu wana mtu wa kumueleza. Ana baba wa kumueleza, ana mama wa kumueleza, ana mjomba wa kumueleza. Lakini kuna watu ambao anapita wakati mgumu kiasi kwamba yeye hana baba wa kumueleza, hana mama wa kumueleza. Mueleze Yesu. Mueleze Yesu. Amen. Mueleze Yesu. Na ndio maana ni heri sana wale watu ambao anaweza akaenda kwenye maombi, akifika kwenye maombi akapiga kelele akalia, afadhali sana kuliko yule ambaye anapita na magumu na hana mahali pa kueleza, amenyamaza kimya. Kitabu cha Zaburi anasema maumivu yangu yalizidi. Unaponyamaza kimya, maumivu yanazidi. Na utagundua wale watu ambao wanachoga hatua ya kujinyonga au kujiua ni wale watu ambao hawazungumzagi. Yaani kama utashare hisia zako, kama utashare hisia zako, sio rahisi kuchukua maamuzi ya kujinyonga. Wale watu ambao wanachukua maamuzi ya kujinyonga ni wale ambao amepita magumu, hanaga mtu kumueleza, amenyamaza kimya. Umepoteza ladha ya maisha. Nipo kukuambia nguvu ya Mungu ipo kukusaidia uweze kustahimili na wala usiishie njiani. Mungu akubariki. Naomba nisome message za watu wachache ambao wametutumia hapa, walikuwa wanatusikiliza.
Hii message naisoma, hiyo utabidi mtafute. Sio ya kuisoma hapa hewani. Okay. Unaweza ukashika redio yako niweze kuomba na wewe. Unaweza ukashika redio yako tu ili niweze kuomba na wewe mahali ulipo unaponisikiliza ndani ya nchi ya Tanzania au nchi ya Tanzania. Umepita mahali pagumu, husikii ladha ya maisha. Moyo wako unavuja damu. Moyo wako umeinama. Kuna madonda kwenye moyo wako. Yuko Mungu ambaye anaweza kukuponya. Shika tu redio yako unaponisikiliza. Tunaenda kuomba Mungu pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Bwana, tazama moyo wake ulioumia. Tazama moyo wake ambao unavuja damu. Tazama moyo wake uliochoka. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba Bwana, mtazame mtu huyu anayepita mahali pagumu. Mtazame mtu ambaye moyo wake umeumia. Mtazame mtu huyu ambaye moyo wake umekata tamaa. Moyo wake umechoka. Katika jina la Yesu Kristo, rehema zako Bwana zipate kupita kwake. Neema yako Bwana ipate kupita kwake. Ponya madonda yake Bwana. Ponya maumivu yake Bwana. Ponya maumivu yake. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo, ponya madonda ya moyo Bwana. Hiyo nafsi iliyoumia, hiyo nafsi iliyojeruhiwa, huisha Bwana. Renew katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, yuko mtu ambaye amepoteza ladha ya maisha. Yuko mtu ambaye anatamani kufa. Yuko mtu ambaye anaona kaburi mbele yake. Bwana, muondolee hiyo mauti katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wako wenye nguvu Bwana upite kwa huyu dada, uondoe hiyo roho ya uchungu. Mkono wako wenye nguvu Bwana upite kwa huyu baba, uondoe hayo maumivu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Uponyaji wako Bwana upite. Ponya madonda yake. Ponya moyo wake Bwana. Ponya moyo ulioumia. Ponya huyo moyo Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, wewe unayeganga mioyo, ganga mioyo yao Bwana, maana umesema katika neno lako, njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pokea mzigo wa huyu dada Bwana, haoni mahali pa kuelekea. Katika jina la Yesu Kristo, fanya njia Bwana, katika jina la Yesu. Yoyote anayesikia sauti Bwana, kama alikuwa anatamani kujinyonga, hiyo hali ya kujinyonga, hiyo kiu ya kujinyonga, pepo la mauti lipate kumwachia katika jina la Yesu Kristo. Mfanye kuona ladha ya maisha tena. Mfanye kuona ladha ya maisha tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ondoa huo uchungu ndani yake. Ondoa hayo maumivu Bwana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Sante Yesu kwa uaminifu wako. Sante Yesu maana umesikia. Ninaomba amen. 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 Mungu wangu kubariki sana. Nimeona message nyingi ambazo zimetumwa hapa ni za watu ambao inabidi niwapigie simu. Siweza kuzisoma hapa. Unaweza ukatutafuta kwenye namba za simu 0746 144 630 0746 144 630. Unaweza ukatupigia tukashauriana na tukakukaribisha ofisini kwetu. Ofisi zetu ziko pale Malimbe, Mwanza. Tutazungumza na tutakukaribisha pale ofisini kama kutakuwa kuna haja ya kuonana. Lakini pia unaweza kutumia hizo namba kwa ajili ya kusimama na sisi kwa sadaka yako ili vipindi hivi viendelee kuwa hewani. Lakini pia unaweza kupata mafundisho yetu kwa njia ya YouTube, Instagram, TikTok na Facebook page. Utatupata kwa majina ya Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Andika Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Mungu akubariki. Tukutane tena wiki ijayo siku na saa kama hizi, kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 3:30. Na kwenye vipindi vijavyo tutapata nafasi ya kusoma meseji na kupokea simu yako. Mungu akubariki sana.